Rais wa Colombia Gustavo Petro ameapa kwamba lazima pambane vilivyo na Marekani ikiwa Marekani kupitia rais wake Donald Trump ataamuru operesheni ndani ya nchi hiyo ya Colombia, kama alivyosema kwamba hili linaweza likatokea wakati wowote. Rais wa Colombia Gustavo Petro ameapa kuchukua silaha katika tukio la shambulizi dhidi ya Marekani. Kauli yake imefuatia vitisho vingi kutoka kwa Donald Trump, rais wa Marekani, baada ya shambulio la Jumamosi dhidi ya Venezuela na kutekwa nyara kwa kiongozi wake Nicolas Maduro. Akizungumza na wanahabari ndani ya Air Force One siku ya Jumapili, rais huyo wa Marekani alimshutumu Petro kwa kupanga biashara za cocaine na kudokeza kwamba anaweza kuondolewa pia hivi karibuni. Alipoulizwa kama Marekani itaanzisha operesheni ya kijeshi dhidi ya Colombia, Trump alijibu, "Inasikika vizuri kwangu." Katika chapisho la X siku ya Jumatatu, Petro aliahidi kukataa mashambulizi ya aina yoyote na kwamba atatumia kila njia iwezekanavyo kupambana na jeshi la Marekani. "Ingawa sijawa mwanajeshi, najua kuhusu vita na siri. Niliapa kutogusa silaha tena tangu mkataba wa amani wa mwaka 1989, lakini kwa nchi yangu nitashika silaha tena bila kusitasita," alisema Petro. Kabla ya kuchaguliwa kuwa rais wa kwanza wa mrengo wa kushoto wa Colombia mwaka wa 2022, Petro alikuwa sehemu ya kundi la waasi la kikomunisti la M-19 ambalo lilikubali kuweka silaha chini na kujiunga na siasa kuu za Colombia mwishoni mwa miaka 1980. Kulingana na Gustavo Petro, anadai amepambana na biashara za cocaine nchini katika kipindi chake cha uongozi. "Nilisimamisha ukuaji wa mazao ya majani ya koka na nikaanza mpango mkubwa wa kubadilishanaji wa zao la hiari na wakulima wanaokuwa wanazalisha mihadarati," alisema, akiongeza zaidi kwamba mashambulizi yake ya anga dhidi ya makampuni ya ndani yalihitaji usahihi wa upasuaji ili kuepuka kuua watoto na wakulima, ili kutokuza safu ya makundi ya waasi ya Colombia. Baada ya shutuma za Trump ulanguzi wa dawa za kulevya ambao unatajwa kuwa tishio la kuingilia kijeshi, Petro alisema alimtaka kila afisa wa kijeshi anayependelea bendera ya Marekani kuliko bendera ya Colombia ajiuzulu. Kufuatia kulaniwa na Colombia na Cuba kwa mashambulizi ya Amerika dhidi ya Venezuela, Trump pia alitoa tishio la siri dhidi ya kisiwa cha Caribbean, akidai kuwa kiko tayari kuanguka. Moscow imelani uchokozi wa silaha wa Marekani dhidi ya Venezuela na kuitaka Washington iwaachilie huru rais aliyechaguliwa kisheria wa nchi hiyo pamoja na mkewe. Mtazamaji wa The World News, endelea kutufuatilia na usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika na kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Jina langu ni Adam Hussein. Endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia uweze kufahamu ni nini ambacho kinajiri katika ulimwengu kupitia hapa The World News.